Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la pili, na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni kushangazwa na neema, ikiwa ni katika wiki ya Oktoba 4 hadi Oktoba 10, na kama ilivyo ada tutaalika uwepo wa Mungu. Mwalimu, utatubariki kwa ombi. Naam, tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kutupea nafasi nyingine ya kuweza kujifundisha neno lako. Kawe pamoja nasi, Roho wako akatufunulie na kutufundisha kila kitu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba pia na kuamini. Amina. Na fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Waebrania, sura ni ya 11 aya ni ya 31, nayo inasema, kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Nitarudia, kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, nipende kukualika uweze kujumuika pamoja na sisi ili tuweze kuona nafasi ya neema katika maisha ya Mkristo. Nafasi ya neema katika safari ya Mkristo ni gani? Kwa hivyo usije ukatoka popote ulipo. Mwalimu, pengine sijui ni mara ngapi sisi kama binadamu tunarudia makosa yale ambayo tumesema kidogo tumeyaacha. Mwalimu, tunajipata tunarudia makosa kila wakati. Naam. Sababu miili yetu ni miili ambayo ya dhambi. Naam. Mwalimu mwandishi wa Mungu Paulo akiandika katika kitabu cha Rumi 7:21. Naam. Anasema hivi, basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo njema lililo mbaya. Kwa hivyo anamaanisha ya kwamba kila siku ama kila wakati anatamania kutenda lililo njema, lakini anajipata anafanya lililo mbaya bila kukusudia, sababu dhambi ni kitu ambacho kiko ndani yetu. Lakini anasema hivi, namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Kwa hivyo lazima tukubali kutumikia sheria ya Mungu ili aweze kutoa mioyo yetu migumu. Naam. Aweze kutupatia mioyo ya nyama ambayo iko na utii kwa sheria zake za Mungu. Kwa hivyo binadamu yeyote anapotambua kwamba yeye mwenyewe hawezi, ni kupitia kwa nguvu za Mungu ambazo zinamwezesha kushika amri za Mungu ama zinamwezesha kuwa katika njia salama. Naam. Basi pale ndipo anaweza kuwa na mafanikio. Mwalimu, Israeli wana nafasi ya pili ya kuingia katika nchi ya ahadi, na Yoshua anachukua kazi hii kwa uzito. Hatua ya kwanza ni kuwa na ufafanuzi wazi wa kile wanachokabiliana nacho. Anatuma wapelelezi wawili kumletea habari muhimu kuhusu nchi, mfumo wake wa ulinzi, utayari wa kijeshi, usambazaji wa maji na mtazamo wa watu kwa jeshi linalovamia. Mtu angefikiri kwamba ahadi ya Mungu ya kuwapa Waisraeli nchi hiyo haikuhitaji jitihada yoyote kutoka kwao. Hata hivyo, uhakikisho wa msaada wa kimungu hauondoi wajibu wa kibinadamu. Israeli inasimama kwenye mpaka wa Kanaani kwa mara ya pili. Matarajio ni makubwa, lakini mara ya mwisho Israeli ilikuwa kwenye mpaka na ilikuwa na kazi sawa na hii. Matokeo yalikuwa kushindwa vibaya. Mwalimu, je, tunaweza tukaiangalia kauli hii kwamba pale ambapo Mungu anatupatia ahadi, kuna kitu ambacho sisi kama binadamu tunapaswa kufanya. Hatupaswi kukua tu vivyo hivyo. Mwalimu, acha nikurudishe pale jangwani. Naam. Tuende pale katika lile joka la shaba. Naam. Ilikuwa mtu akiumwa na joka pale jangwani aweze kutazama nini? Joka la shaba, si ndio? Ili aweze kupata uponyaji. Kupona. Naam. Kwa hivyo kuweka joka pale ni kauli la Mungu la kuhakikisha ukishaliangalia utapona, lakini amekuachia unaweza amua huangalii, usipoangalia hutapona. Kwa hivyo hata kwa hiyo safari ya wana wa Israeli ilikuwa lazima ikuwe na conditions that lazima ufanye utii ahadi za Mungu ama utii chenye Mungu amekwambia utii ili uweze kufika. Sisi leo ambao ni Israeli wa kwenda mbinguni,
lazima tuweze kutia amri za Mungu 10, lazima tuweze kunjieka wakfu katika Kristo ili tuweze kurithi ufalme wa Mungu. Haikuji by default, lazima tufanye jitihada za kutii. Mwalimu, sababu ya mimi kuuliza hivi ni kwa sababu kuna wale ambao wanasema kwamba tunaokolewa ndani ya dhambi. Kwa hivyo tutazidi kutenda dhambi na tutaokolewa bado tukitenda dhambi. Apana. Lakini ukisoma katika kitabu ni cha Mathayo, sura ni ya 1 aya ni ya 21, mwalimu sijui kama unaweza ukatusomea. Tuweze kujua Yesu alifunuliwa kwa ajili gani. Mathayo 1:21. 1:21 kitabu chake cha Mathayo kinasema hivi. Naam. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hivyo tunaokolewa kutoka ndani ya dhambi. Na Mungu anapokutoa ndani ya dhambi anakubadilisha. Naam. Haubaki kuwa yule mtu ambaye alikupata dhambini. Naam. Iwapo ulikuwa wewe ni mnywaji pombe, unawacha kunywa pombe. Naam. Iwapo ulikuwa wewe ni mwizi, unawacha wizi. Kwa hivyo Mungu anapokuokoa, kuna tukio ambalo linafanyika ama kuna badiliko ambalo linaonekana bayana. Mwalimu, ndiposa tulisema hauwezi kuwa Mkristo na Ukristo wako usije ukaonekana. Naam. Kwa sababu hiyo itakuwa ni balaa. Bila shaka. Kwa sababu itakuwa ni vipi mwalimu? Iwapo ulikuwa wewe ni mtu ambaye labda unapenda kutukana watu, bado wewe ni Mkristo, bado una tabia tu zile za kutukana. Mwalimu, hiyo hakutakuwa na badiliko lolote. Lakini kuna badiliko ambalo linaweza likatokea na wale ambao mnaishi pamoja na wao wakatambua kwamba huyu lazima amekutana na Mungu. Mwalimu, unakumbuka wanafunzi wa Yesu pale ambapo Yesu amekufa, amefufuka, amepaa mbinguni, pale ambapo wamepokea Roho Mtakatifu. Walipokuwa wakizungumza kwa ujasiri, wale watu walitambua kwamba hawa lazima wamekuwa na Yesu. Kwa hivyo na sisi katika maisha yetu ya Ukristo, mwalimu, lazima tuweze lazima tabia zetu zimdhihirishe Kristo. Naam. Mwalimu, ndio sababu hiyo tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili ambayo ni nafasi nyingine. Mwalimu, unajua katika safari uokovu ama ukombozi, Mungu anazidi kutupea nafasi ya pili ili sababu mwalimu, kumbuka ni kauli la Mungu kila mtu aweze kufikia toba. Naam. Kwa hivyo anazidi kutupea nafasi nyingine ili tuweze kujirundi. Maana kupewa nafasi ya pili niweze kujichunguza moyoni. Useme, na hapa vile mwalimu tulitangulia kusema, tunasema kujirudia katika lile jambo ambalo umeweza kufanya. Kwa hivyo unapewa Mungu anatupea nafasi nyingine ili tuweze kujifikiria sisi wenyewe, tuseme, na hapa nilitenda dhambi, unaomba msamaha, unaomba Yesu akupee nguvu zake ama ujivike Kristo ili uweze kushinda maovu ya shetani. Mwalimu, tutasoma katika kitabu ni cha Yoshua 2:1 kushuka ili tuweze kuona inakuwa vipi, tuweze kuona dondoo ya muktadha ambao nafasi nyingine inatokea kwa hawa wana wa Israeli. 2:1 inasema vipi? Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza, akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Mwalimu, wametumwa kupeleleza. Naam. Na hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza walipokwenda kupeleleza, mwalimu, tunajua 12 walitumwa waende kupeleleza. Lakini 2 pekee wakarudi na habari ambazo zilikuwa ni nzuri. Hawa wengine 10 wakarudi na habari ambazo zilikuwa ni mbaya. Kwa hivyo Mungu anawarudisha pale pale. Mwalimu, hapa tumesema Shitimu. Ndiposa tunataka kusisitiza Shitimu, mahali pale ambapo wapelelezi walitumwa wakaleta habari mbaya. Kumbuka Mungu alikuwa amewambia wakwende kutoa mji. Na kwa imani wangekwenda wangeutoa huo mji. Lakini wale wapelelezi 10 wengine wakakuja wakasema pale kuna majitu, hatutaweza. Lakini Mungu alikuwa ashatoa agizo waweze kwenda mbele. Lakini wakakaidi agizo la Mungu. Na sasa tunaona wanarudishwa pale tena.
ili waweze kujirudi. Nikana kwamba Mungu anajaribu kuwarudi. Mwalimu, na shitimu hapa vile vile tunapata kwamba kulikuwa na ibada ya miungu ya sanamu. Na vile vile tunapata hapa ndipo Balaamu alipowahadaa Waisraeli kuweza kutangamana na wale makahaba wa Moabu. Na walipotangamana na wao makahaba wa Moabu, ile nafasi ya kuweza kutoa kuingia katika nchi ya ahadi kawa imepotea, ikapotelea hapo. Kwa hivyo Mungu anawarudisha pale ili waweze kujirudi. Mwalimu, ni mara ngapi tumejikuta katika hali ambayo hatungependelea kuwa pale, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, lakini bado hatutaki kutambua uwepo wa Mungu. Kwa hivyo tunapokuwa mwalimu tuko pale, ni Mungu anataka tuweze kujirudi. Kumbuka pale ambapo Adamu amekula lile tunda. Tunajua Mungu anakuja kumtafuta, anamuuliza Adamu, uko wapi? Kwa hivyo hata sisi Mungu anatuuliza tuko wapi. Anataka tuweze kujua mahali ambapo tuko ili tuweze kujirudi. Je, nafasi ya pili hii kwa Petro ilikuwa vipi? Na mwalimu, tukienda pale tunakutana na Petro amekaa na Yesu sana, mpaka anamwambia Yesu yeye hawezi muacha. Mwalimu, tunaona pale wale askari wanakuja kumshika, anatoa kisu na kukata mmoja sikio. Ila Yesu akashika lile sikio akaweza kurudisha. Na akaahidi Yesu kwamba hata muacha. Lakini tunaona sababu Petro alikuwa na ule ubinadamu, alikuwa na ile kifua, si kwa roho. Hakuwa anamaanisha kwa kunjazwa na roho wa Mungu, alikuwa na ile ubinadamu. Tunaona pale Yesu anaposhikwa anaenda kusulubishwa, Petro wakiwa ameketi pale anaota moto pale mwalimu. Anakuja anaulizwa, na wewe unakaa kama mmoja ulikuwa na yule bwana kule? Ulikuwa na yule bwana? Anasema mimi huyo bwana simjui kabisa. Akasema hivyo, lakini kwa mara ya tatu Yesu akaweza kumtizama. Petro akakumbuka lile aliambiwa, utaweza kunikana utanikana mara tatu kabla ya njogoo kuwika. Na ni ukweli alipomkana kwa mara tatu, sababu watu manjamaa walikuja mara tatu kumuuliza, akaweza kukana. Lakini Yesu alipomwangalia Petro akajua amefanya dhambi, akaweza kuenda akalilia Mungu na akaweza kuomba msamaha wa dhambi. Nafasi ya neema ni gani? Tusome Tito 2:13 ili tuweze kuona nafasi ya neema, kwa sababu Mungu ni mwingi wa neema. Lakini je, hii neema tunaitumia vipi? Tito 2:13. Naam, 11:12. 11:12 nasema hivi, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa hivyo neema ya Mungu inawaokoa wanadamu wote. Haina ubaguzi, ila nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kwa hivyo neema ni mwalimu anayetufundisha kukataa mabaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Neema vile vile anatufundisha kuishi maisha ya kitauwa. Kwa hivyo hiyo ndio nafasi ya neema. Neema haishi pale kwamba ni unmerited favor. Ndio ni unmerited favor, lakini unapopewa hii favor mwalimu, ambao tumesema ni zawadi, it's a gift. Kuna kitu ambacho unapaswa kufanya, kukubali ile neema, na kwa kukubali neema unaruhusu neema iweze kuwa mwalimu, iweze kukufundisha ili uweze kuacha kutenda mabaya na kutenda yaliyo mema, kama vile ambavyo umetuelezea na huyu bwana ambaye anaitwa Petero. Pale ambapo anakumbuka kwamba nilikuwa nimeahidi kwamba sitamkana Yesu, lakini nimemkana. Kwa hivyo anaweza kujirudi. Vile vile tutakuja kupata pia Rahabu ndiposa aweze kuokolewa. Mungu alimkuta katika ile hali yake ya ukahaba, lakini haikuishia pale. Kuna mafunzo ambayo tutajifunza jinsi tunavyozidi kusoma. Kwa hivyo kitu ambacho niliweza kuona katika siku ya Jumapili ni kwamba tunapokatishwa tamaa, tunapoanguka, tusije tukabaki pale. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni thamani katika mahali pasipo tarajiwa. Mwalimu, tunajua Rahabu alikuwa ni kahaba. Na vile ambavyo tumesoma ama vile ambavyo tutasoma, tutaona alikuwa pia ni muongo. Naam. Lakini haikuishia hapo. Haikumaanisha Mungu hangemtumia. Bila shaka.
na tunajua alikuwa amesikia habari za Mungu kama vile ambavyo tutasoma. Mwalimu, sijui kama utatusomea Yoshua 2:2 hadi 11. Inasema hivi. Naam. Mfalme wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu akasema, watoe watu wale waliokuja kwako, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Yule mwanamke akawatoa wale watu wawili, akawaficha akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji, kulipokuwa giza, watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Wafuateni upesi, maana mtawapata. Lakini yeye alikuwa amewapandisha darini, akawaficha kwa mabua ya kitani aliyokuwa ametandika juu ya dari. Basi hao watu wakawafuata kwa njia endayo Yordani mpaka vifukoni, na mara wale watu waliofuatia walipokwisha kutoka, wakalifunga lango. Tena kabla hawajalala, akawaendea juu darini, akawaambia wale wanaume, mimi najua kuwa Bwana amewapa nyinyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri. Tena mambo hayo niliyowatendea wafalme wawili wa Mori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yani Sihoni na Ogu, mliowaangamiza kabisa. Na mara tuliposikia hapo, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Naam, pengine swali ambalo ninaweza kuuliza mwalimu. Tunajua Rahabu huyu alikuwa na mapungufu, ni kahaba na vile vile amedanganya. Je, imeruhusiwa kudanganya kwa muktadha fulani ili pengine kuokoa watu ama kujiokoa? Inakuwa vipi mwalimu? Mwalimu, kudanganya ni dhambi. Naam. Sababu ni moja kwa moja kuvunja amri ya Mungu. Rahabu kwa kitendo chake cha kudanganya, kulingana na yeye, Naam, ilikuwa kizuri ili kuweza kuwaficha wale wapelelezi wawili. Naam. Lakini hiyo ni dhambi, kwa sababu hatujui Mungu angefanya lipi kuweza kuwaficha wale wapelelezi. Sababu kumbuka, ni Mungu amewatuma pale, na alikuwa amepanga lazima waende wapeleleze ile nchi. Lakini Rahabu akashika, vile tunasema ni kauli ya kibinadamu, kuweza kuwaficha. Kwa hivyo kudanganya ni dhambi. Na kumbuka tena mwalimu, huyu Rahabu alikuwa kahaba, lakini Mungu aliamua kumtumia akiwa kahaba vile. Ndio maana mwandishi wa leseni anasema ni dhamani katika maeneo yasiyotarajiwa. Hakuna mtu angeweza kutarajia Mungu kumtumia kahaba kuweza kuwakaribisha watumwa wake waweze kuenda kupeleleza lile nchi. Lakini ilikuwa nafasi ya pili kwa huyu mama aweze kunjirudi na kumrudia Mungu. Na tunaona mwalimu, katika hiyo 11:31 tulisoma, no, inasema kwa imani Rahabu akawakaribisha. Kwa hivyo Rahabu alikuwa na imani. Na pia tukisoma hii Yoshua tunaona anawaeleza vile amesikia Mungu wa Israeli akifanya mambo ambayo ni mambo ya kustaajabisha, kama kukata lile ziwa mara mbili wakaweza kuvuka na hayo yote. Kwa hivyo alikuwa anamjua Mungu na alikuwa anakiri kweli hawa jamaa wametumwa na Mungu wa kweli. Tathmini makini ya marejeo kwenye Agano Jipya ya kitendo cha Rahabu yanadhihirisha kwamba hakuna mtu anayeunga mkono
kila kitu alichofanya Rahabu, na hakuna mtu anayehalalisha uongo wake. Kwa hivyo uongo wake haujahalalishwa, na yale ambayo alikuwa akifanya yote si kana kwamba sasa yamekubalika. Mwalimu, kumbuka Daudi alikuwa mtu ambaye Mungu alikuwa amemthamini sana. Wanasema he was a man after God's heart. Lakini mwalimu, kumbuka kwamba huyu ambaye Mungu anasema kwamba ni mtu ambaye ni karibu sana na yeye, aliwahi kufanya nini? Kuchukua mke wa mwingine, na akaweza kumuua yule bwana. Kwa hivyo kufanya hivi haimaanishi kwamba Daudi hakujirudi. Haimaanishi kwamba huyu Rahabu hakumjua Mungu aweze kujirudi, ila hilo alijaandikwa. Lakini kwa sababu tunamsoma katika Waebrania 11, ni kumaanisha kwamba aliweza kupokea neema ya Mungu bila shaka, ambayo inatufunika. Na tumesema neema inatufundisha kuacha yale matendo yetu maovu na kuanza kutenda yaliyo mema. Kwa hivyo iwapo neema iliweza kumpata huyu Rahabu, kwa hivyo ni kumaanisha iliweza kumfundisha kutenda yaliyo mema na kuacha yale ambayo hayampendezi Mungu. Vile vile tunaona kwamba Mungu alitumia kilichokuwa chema ndani ya Rahabu. Unaona? Kilichodhihirika imani katika yeye Mungu na uchaguzi wake wa kuwa na watu wake Mungu. Lakini kamwe hakupongeza kila kitu alichofanya. Mungu alitathmini Rahabu kwa ujasiri wake ambao haukuwa wa kawaida, kwa imani yake iliyojaa ujasiri, kwa kuwa wakala wa wokovu na kwa kumchagua Mungu wa Israeli. Kwa hivyo hata sisi tuna nafasi ya kumchagua Mungu. Pengine mahali ambapo tunaishi ni watu ambao hawamtambui Mungu. Kwa hivyo vile vile sisi tuna nafasi ya kuweza kumchagua Mungu ili aweze kuwa mwokozi wa maisha yetu, mwalimu. Uchaguzi wake wa kimaadili unatambua kwamba kwa kuzingatia hukumu ya Yehova kulikuwa na mambo mawili tu: kuendelea katika uasi dhidi yake na kuangamizwa, au kuchagua kujisalimisha kwa imani kwa kumchagua Mungu wa Israeli. Rahabu akawa kielelezo cha kile ambacho kingeweza kuwa hatima ya wakaaji wote wa Yeriko kama wangemgeukia Mungu wa Israeli ili wapate rehema. Naam. Mwalimu, asante sana kwa somo hilo. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne, utii mpya, mwalimu. Mwalimu, katika kitabu ni cha Yoshua 2:12 hadi 12 hadi 21. Mwalimu, sijui kama utatusomea aya ya kwanza. 2:12 nasema hivi. 2:12 kitabu chake nasema, basi sasa na wasihi niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea hisani, ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea hisani nyumba ya baba yangu. Tena nipeni alama ya uaminifu, ya kwamba mtawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wanawake na vitu vyote vilivyo navyo, na kutuokoa roho zetu na kufa. Wale wanaume wakamwambia, uhai wetu badala ya uhai wenu, ikiwa hamuitangazi habari ya shughuli yetu hii. Mwalimu, soma 18. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hili nyekundu katika dirisha hili ulilotutelemshia, nawe uwakusanya kwao nyumbani mwako baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. 19. Itakuwa mtu awaye yote atakaye toka katika mlango wa nyumba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu kichwani chake mwenyewe, na sisi tutakuwa hatuna hatia. Na mtu atakaye kuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu, mkono wa mtu ukimpata. Naam, mwalimu, kwa hivyo kuna maagizo ambayo anapatiwa huyu Rahabu, na lazima angezingatia yale maagizo ili aweze kujinusuru.
Naam. Tunaambiwa kwamba alikuwa afunge kamba nyekundu ambayo ingeteremka chini. Naam. Na vile vile wakati wa ukombozi vile vile wangepaswa kwamba wote wawe katika nyumba wamejifungia. Mwalimu, sijui kama kuna mahali unakumbuka kulikuwa na kujifungia kwa nyumba, na iwapo haungepatikana ndani ya nyumba ungeangamizwa. Mwalimu, pale wale wana wa Israeli waliambiwa waweze kupaka damu katika miimo ya nyumba zao. Naam. Ili yule malaika wa kifo, naam, atakapokuja akipata lile nyumba liko na ile damu, anaweza kuvuka, anaenda yenye haina. Kwa hivyo ilikuwa inaashiria njia ya kukomboa wale watu, lakini lazima watii. Nakumbuka damu ilikuwa ikiashiria Naam, damu ya Kristo. Kwa hivyo yeyote ambaye angekuwa amefunikwa na damu ya Kristo angepata ukombozi. Vile vile tunaona ili Waisraeli walindwe, iliwapasa wakae ndani ya nyumba zao na kuweka alama kwenye miimo ya nyumba zao na linta zake kwa damu ya mwana kondoo aliyetolewa kafara. Vile vile tunapata kwamba Rahabu anapewa agizo kwamba ateremushe kamba nyekundu, alafu vile vile waweze kuwa ndani ya nyumba, kwa sababu wale ambao wangekuwa ndani ya nyumba ndio wangeweza kuokolewa. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Kwa hivyo vile vile kitambaa kile cheupe kilikuwa kiwe ishara kwamba watakapokuwa wanakuja kuiangamiza ile nchi ya Kanani, wale wangeweza kuokolewa kwa sababu wamefuata maagizo. Kwa hivyo iwapo haungekuwa ndani ya nyumba, iwapo hangeweka kamba nyekundu, hangeokolewa. Mwalimu, ndiposa kuna kwaya moja imeimba kamba nyekundu ilimuokoa Rahabu kahaba. Lakini kumbuka ile ni kuweka imani ndani ya Kristo. Hiyo ndio ilikuwa inaashiria damu ya Kristo. Kwa hivyo lazima pia vile vile sisi tuweze kuweka imani yetu ndani ya Yesu Kristo ili tuweze kupata ondoleo la dhambi, kwa sababu tunajua pasipo mwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hivyo hiyo ndio mambo ambayo niliona mahusiano. Kwa hivyo lazima wangeweza kutii, kwa sababu wamepewa maagizo. Utii ungeweza kufanikisha kuokolewa kwao. Na vile vile sisi pia ambao tuko katika safari hii, utii wetu mwalimu utaweza kuhakikisha kwamba pia sisi tunaokolewa. Hatutaingia mbinguni tukizivunja sheria za Mungu. Kumbuka tumesema tunaokolewa kutoka kwa dhambi. Hatuokolewi ndani ya dhambi. Kwa hivyo tunaokolewa kutoka kwa dhambi. Na tukasema matendo yanadhihirisha iwapo tumo dhambini ama tumeokolewa. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ni maadili yanayopingana. Mwalimu, ukisoma katika kisa ambacho kimerejelewa katika kitabu ni cha Yoshua 9:1 hadi 20, tunakumbana na Gibeoni ambao tunaona kwamba walikuwa wamezisikia habari vile vile kumhusu huyu Mungu. Na kwa hivyo kuwa wamesikia, walijua yale makabila ambayo yangepatikana katika Kanani, tunajua yalikuwa yangolewe, lakini wale ambao wangekuwa wanatoka mbali hawangeng'olewa. Kwa hivyo wanapotambua hili, kuna kitu ambacho wanafanya, wanakuja na kusema kuweka tuseme wameweka mikakati fulani. Wamekuja wamesema sisi hatutoki hapa, sisi si wenyeji. Wanaposema hivyo basi nikana kwamba wanaweka mkataba na taifa la Israeli pale. Wanapoweka mkataba hivyo hawataangamizwa kwa sababu wale watu walikuwa na Mungu. Walikuwa wamejiunga na hawa. Lakini tunaona katika swala la Wagibeoni, nyuma ya kitendo chao cha udanganyifu kuna kusudi la kujilinda lisilo na madhara makubwa. Walikuwa tu wanajaribu kujilinda. Mwalimu, kumbuka tumesema kwamba nataka tuangalie mfanano kati ya Rahabu na hawa Wagibeoni. Tumepata kwamba wote walimtambua Mungu. Kumbuka Rahabu anamtambua Mungu na anasema Mungu wenu tunamjua, ishara ambazo amezifanya tumezisikia. Hawa vile vile wanamjua Mungu. Swala la pili, Rahabu alidanganya. Hawa vile vile wanadanganya. Lakini muda ambao si mrefu wale wanakuja kutambua kwamba hawa walikuwa ni wenyeji
Naam. Na sasa wanapokuwa ni wenyeji, basi kuna jambo ambalo lazima lifanyike. Naam. Mwalimu, maneno ya Wagibioni yanafanana sana na yale ya Rahabu. Wote wawili wanakubali uwezo wa Mungu wa Israeli, na wote wanakubali kwamba mafanikio ya Israeli si kazi ya kibinadamu tu. Tofauti na Wakanani wengine, hawaukatai mpango wa Yehova kwa kuwa Waisraeli nchi, na wanakubali habari za kukombolewa kutoka Misri na ushindi juu ya Sihoni na Ogu ziliwachochea Rahabu na Wagibioni kutafuta mpatano na Waisraeli. Hata hivyo, badala ya kukiri ukamilifu nia yao ya kujisalimisha kwa Mungu wa Israeli kama Rahabu anavyofanya, Wagibioni wanatumia hila. Mwalimu, tunaona kwamba sheria ya Musa ilitoa nafasi kwa ajili ya kujifunza mapenzi ya Mungu katika mazingira kama haya. Ukisoma katika kitabu ni cha Hosea 27:16 hadi 21, ilimpasa Yoshua kuulizia mapenzi ya Bwana na hivyo kuepuka udanganyifu wa Wagibioni. Kwa hivyo iwapo Yoshua kabla ya kukubali mkataba huu wangemwendea Mungu na kumuuliza, Naam. angewaepusha na udanganyifu huu. Naam. Lakini sasa wamedanganywa. Naam. Na baada ya kujua kwamba wamedanganywa, tunaona kwamba wajibu wa msingi wa kiongozi huyu anayewajibika moja kwa moja kwa Mungu na wa kiongozi mwingine yeyote Mkristo ni kutafuta mapenzi ya Mungu. Naam. Kwa kupuuzia huu, Waisraeli walilazimika ama kuhalifu masharti ya msingi ya kuishinda nchi au kuvunja agano lililofanywa katika jina la Bwana ambalo lilikuwa likiwafunga pia. Mwalimu, sijui kama utatusomea kitabu cha Yoshua 9:27 ili tuweze kuona nafasi ambayo hawa Wagibioni waliweza kupatiwa. Kwa hivyo Mungu hakuenda kuwaangamiza. Kwa hivyo wanapewa neema ya kuishi tena. Mwalimu, 27 inasema vipi? 27 inasema hivi: Siku hiyo Yoshua akawafanya kuwa ni wenye kupasua kuni na wenye kuteka maji kwa ajili ya mkutano na kwa ajili ya madhabahu ya Bwana. Hata kwa hivyo siku hii wanawekwa karibu na madhabahu ya Bwana ili waweze kumjua Mungu zaidi. Na ndiposa tunaona kwamba pale ambapo Nehemia anakuja kwenye picha, pale ambapo walikuwa wakitengeneza ukuta, wameweza kutumika katika ujenzi wa ukuta. Kwa hivyo neema hii inazidi. Kwa hivyo hawakuweza kuangamizwa kwa sababu hilo pengine ndilo lingeweza kuwa, lakini sasa tunaona wanatumika. Mwalimu, siku ya Alhamisi, neema ya kushangaza. Kumbuka tumeweza kusema vile hawa Wagibioni wameweza kutumika katika ujenzi wa kuta. Nehemia, ukisoma katika kitabu ni cha Nehemia, pale ambapo walikuwa wanajaribu kurudisha Yerusalemu katika ile hali yake, kujenga ukuta. Tungetokea nini ikiwa Wagibioni wangefichua utambulisho wao mapema na kuomba rehema kama Rahabu alivyofanya? Hatujui, lakini hatuwezi kutupilia mbali uwezekano kwamba hata kutafuta ushauri wa mapenzi ya Mungu kungeleta matokeo ya kuwasamehe. Wagibioni wasingeangamizwa. Kusudio la juu la Mungu si kuadhibu wenye dhambi, bali kuwaona wakitubu na kuwapatia rehema yake. Naam. Mwalimu, hili tumekumbana nalo kwa Rahabu, vile vile tunaona Wagibioni. Ndiposa tunasema hila ya Wagibioni yapasa itazamwe kama wito kwa ajili ya rehema ya Mungu, kwa ajili ya tabia yake ya haki na ya wema. Ilikuwa ni kwa sababu ya Wakanani kukataa kutubu na ukaidi wao kwa makusudi ya Mungu kuliko sababisha uamuzi wa kuangamizwa kwao. Mungu aliheshimu utambuzi wa ukuu wake uliofanywa na Wagibioni pamoja na shauku yao ya kufanya mapatano ya amani badala ya uasi na utayari wao wa kuacha ibada za sanamu na hivyo kumwabudu Mungu pekee wa kweli. Mwalimu, sijui umejifunza nini katika neema ya kushangaza? Sijui unaweza ukaongezea nini? Mwalimu, katika kama vile tulivyojifundisha katika kitabu chake cha Tito, Yesu alikuja akatupea neema ya ajabu.
sababu ingekuwa sio kwa hiyo neema, au Gibeoni hawangeweza kuokolewa. Huyu Rahabu hangeweza kuokolewa. Wote wanafunikwa na neema ya Yesu Kristo ili waweze kupata okoleo la dhambi zao ama kusamehewa dhambi zao. Mwalimu, ni vizuri tuweze pia Yesu nafasi katika maisha yetu, sababu Yesu ndiye anayetoa neema ambayo inatufunika na kutuwezesha kusamehewa dhambi. Naam, tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni. Mwalimu, utatutamatishia kwa ombi? Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asanti kwa kujifundisha leseni, asanti kwa kuwa pamoja nasi. Tunaomba msamaha wa dhambi kama kuna kitu ambacho tumesema ambacho hakiendani na maagizo yako. Enda ukae na pamoja kila mmoja wetu, enda ukatupe nafasi nyingine na ukazidi kutupea neema yako ili tuzidi kuishi maisha mataua. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. Amina.